kwa taarifa mpya ambazo zinasambaa kwa kasi sana, na hizi ni mpya kabisa. Sasa habari njema ni kwamba kwa upande mzima wa Mamba mwenyewe Harmonize anafurahia sana, kwa sababu kuna taarifa ambazo zinazosambaa za ndani kabisa ambazo sio official kabisa, lakini kama unavyojua za chini chini ndizo lengo kubwa ambalo huwa tunakusogezea hapa Bongo Focus. Kitu cha msingi tu hakikisha unakuwa na sisi, hasa kubonyeza neno subscribe kusudi pindi taarifa zinapoibuka tu na zinapokuwa za chini chini, basi sisi tunakusogezea hapo chini hapo kali. Sasa issue ni kwamba kwa sasa ni kwamba kwa upande mzima wa Kajala, kama unavyojua ni kwamba penzi la Harmonize pamoja na Kajala limekuwa ni moja kati ya penzi zito sana ambao ni la moto kinoma noma. Taarifa ni kwamba Kajala amepata ujauzito kwa sasa hivi, japokuwa bado hawajiweka public, lakini kitu hicho ndicho ambacho kinachosambaa kwa kasi, na punde si punde mambo yatakuwa moto kweli kweli. Lakini taarifa za ndani ndizo hizo ambazo zinaeleza wazi kwamba Kajala alikapata ujauzito wa Harmonize. Kwa sasa tumeweza kuona ni kwamba kwa muda mrefu penzi lao lilikuwa linapitia misukosuko mingi sana baada ya kuwa wanaachana, lakini hapo kati pia wameweza kuachia ngoma kali sana ambayo ilikuwa inafahamika kama Ni Wewe, kitu ambacho kilikuwa kinaonyesha wazi kwamba kuna jambo zito ambalo lipo ndani yao. Lakini kwa sasa mambo ni moto kweli kweli na taarifa zinaeleza hivyo. Lakini pia ukijaribu kuangalia kwa sasa hivi upendo wao ni kwamba umeongezeka kwa kasi sana. Umekuwa ni moja kati ya upendo ambao kiufupi determine kiufupi kama ni miongoni mwa watu ambao hujawahi kupitia hali kama ile huwezi kaelewa, lakini siku zote upendo wa watu huwa unalinganishwa na matukio ambayo wamekuwa akiyapitia, hasa ukijaribu kumsikiliza katika interview kadhaa, hasa kwa upande mzima wa Kajala. Amekuwa akieleza wazi namna gani ambavyo hasa Harmonize alikuwa msaada wake mkubwa sana na aliweza kumsaidia vitu vingi sana, kitu ambacho kinaashiria wazi hata kama wakikosana. Unajua kwenye mahusiano ni kwamba unaweza kuwa mmepitia jambo fulani halafu mwisho wa siku mkahitilafiana au kukosana tu kitu kadogo tu hivyo, baadaye mkajifikiria sana, mkaja kuona kwamba ni vitu vingi sana ambavyo mlivyovifanya, hasa kitu kidogo kama hiki kinaweza kaa moja kati ya jambo ambalo haliwezi likawa tofautisha au kuwafanya aidha muweze kukorofishana. Kwa hivyo ndicho kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo mambo ni mazito kweli kweli. Kwa hivyo kwa sasa hivi basi tegemea kabisa jambo kubwa sana la kwenda kuibuka, na mitandao ya kijamii itakwenda kulipuka vibaya sana, kwa sababu itakuwa ni moja kati ya tukio zito sana ambalo kiukweli watu wengi sana walikuwa na hamu sana kuweza kulisikia na kuweza kuliona. Kwa hivyo tegemea mambo mazuri yanakuja na mambo mapya kabisa. Kitu cha msingi tu hakikisha unakuwa na sisi, hasa kwa updates kamili hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja. Hii ni Bongo Focus, usisite kuwa na sisi, tukutane muda na saa mwingine. Kitu cha msingi endelea kuwa na sisi, usisite kudondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwenye comment kwamba taarifa hizi wewe unazipokeaje kuhusiana na Kajala kuweza kupata ujauzito, kwamba umefurahia au unazungumziaje kuhusiana na swala hili. Tujuze hapo kwenye comment, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe.